akapanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa 100 kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikiliza na asikie. Mstari wa 9. Wanafunzi wake wakamuuliza maana yake nini mfano huo? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale kwa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa lile neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo ulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao kusongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha kuzaa matunda kwa kuvumilia. Na tuombe. Takatifu Mungu wa mbinguni, nakushukuru kwa sababu ya mchana huu. Asante kwa sababu ya neno hili liko mbele yetu. Sasa tunapoenda kushiriki kwa pamoja, ninaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu awe mwalimu na kiongozi wetu katika mchana huu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwana Yesu abakwe. Tumesoma habari za mpanzi katika Biblia. Twasomere asomo busuli aseruku. Na kitu kikubwa nataka tuangalie aina 4 za udongo. Ebyetekerere takitoligererie. Na katika hiyo udongo asamara bayo tunatoa neno udongo, tunaweka moyo. Tolusie ingana amara batobeko moyo. Kwa hivyo tutasoma aina 4 za mioyo ya watu. Ntoligererie bintu bine ya mioyo yene y'abantu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo tutaangalia hizo aina 4 za mioyo ya watu. Ntoligererie tinge araine ya mioyo tobwate arakana. Kwa hivyo jinsi ambavyo tumesoma hiyo Luka 8 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 15. Unatwasomera abo. Tumejifunza kwamba kulikuwa na mpanzi. Twabwate omo busuli. Huyu mpanzi ni nani? Omo busuli ningo. Huyu mpanzi ni Yesu mwenyewe. Omo busuli Yesu beko manyene. Na huyu mpanzi omo busuli oyo pia hapo na watumishi wake. Na bwata abakora emirimo baye. Hapo na mapastors. Na bwate abakora emirimo n'ababasta. Hapo na wainjilisti. Na bwata abainjilisti. Hapo na walimu. Na bwata abalimu. Na hapo na wahubiri mbalimbali. Na bwate abakwani belingana ao. Wale ambao wanaweza kufikisha mbegu mahali zinastahili kufika. Bali bagoikia embusuro asewenete goika. Na mbegu yoyote inapopandwa, ekero embusure ndio siko simekwa, inaleta matokeo kulingana na udongo ule mahali imeanguka. Ni ekoleta ama matokeo buna aliasema rabalia yabekwa. Na neno la Mungu linaposhuka katika mioyo yetu, nekero lingana lya Nyasaye ligoikase tolesa mioyo yetu, pia litaleta matokeo, nilete amatokeo ayo kulingana na jinsi ambavyo tumelipokea lile neno, buna twanyara ko libogoli lingana lya, na jinsi ambalo tutalitendea kazi, buna toko likolele emirimo. Bwana Yesu asifiwe. Omwana ni Yesu abakwe. Kwa hivyo Yesu alikuwa anapenda kufundisha wanafunzi wake kwa mifano. Igo Yesu nigale gosomya aboroki wabaye asemera baro. Na hapa kwa leo tumesoma jinsi ambavyo alitumia mfano wa mpanzi aliyekwenda kupanda mbegu. Na mutwarorire buna rero twasomire unatumegete omo busuri unachete ko busura embusuro. Kwa hivyo mbegu ndio neno la
tigontorore buna embusure yeko gwase chingoro cheto nene torore mkie koleta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbegu ya kwanza ilianguka njiani. Embusure tangane kagwase nchera. Na wakati ilianguka njiani, nekera ya gweta senjera. Biblia inatuambia amarikawa totebya. Wake walikuja wakaimeza ile mbegu. Kinyoni kigacha kikanyara kikoria embusureria. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hawa ni watu ambao wanasikiliza neno la Mungu. Abanaba tobako ingolingana ne Nyasaye. Lakini wako busy. Lakini babwata magana amanga sobe mabwabo. Wako busy hata wakiwa kanisani, wako na mambo mengi kwa vichwa vyao. Alonye bale kanisa ime nigo babwata magana amanga seme tu yabo ime. Unapata mtu wako kanisani na bakanyoro mutara se kanisa wakati wa mahubiri yanaendelea. Ekerama ndiaga endelete. Unapata mwingine hapo kwa simu. Oyo kwanyoro yondara se simu. Anafanya mambo yake pale. Agokora magana ayoro. Yawezekana hapo kwa Facebook. Na bakanyoro ali Facebook. Yawezekana hapo kwa WhatsApp. Na bakanyoro ali WhatsApp. Anaendelea kuwasiliana na marafiki zake. Akonye kugamba n'abantu bande. Lakini hapo kwa ibada. Lakini no ali kanisa ime. Na pastor amesimama kwa madhabahu. No mobasi otenera se. Anatoa neno. Orure lingana. Lakini yeye yuko kwa mtandao. Lakini yeye na somo tandale. Huyu sasa. Ojumono. Ile neno ambalo linakuja pale madhabahuni. Lingana liligo chakuwa sama kapao. Ile neno aliweza kumsaidia. Lingana lilindi komo konya. Na hilo neno aliweza kushuka kwa moyo wake kama mbegu. Lingana lilindi kuwa sama yoye mune msuro. Shetani analichukua lile neno. Shetani akoira lingana lilia. Kama lingemsaidia katika maisha yake. Eliya kadia ko makonya somo limabwaye. Shetani analichukua. Bilechonya arakolira. Na shetani huyu na bilechoyo ndio hizi ndege ambazo tumesoma zinakula ile mbegu. Nene bono kinyoni kiria kigo cha kinyale kolia lingana lilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Torama. Kwa hivyo tumesoma mbegu ambazo zilianguka katika barabara. Twasoma na chimbusuru chiria weta sebara. Ndio wale ambao wako na mambo mengi wakiwa kanisani. Na ubali babuata mangana manke kibaya si kanisa. Anaweza kuwa amekaa hapa kanisani. Na bakonyore karasta se kanisa. Ni mwili tunaona hapo hapa. No mubere buka torochora. Lakini akili yake na ufahamu wake uko mbali. Lakini ebengere libiaye bilale. Yawezekana amekaa hapa tunaona anasikiliza neno. Na bakonyare kanika na standoro chinango iwali lingana. Lakini kumbe anafikiria jinsi kesho ataamkia kwa shamba yake ya chai kuchuna chai. Lakini alengere tina kimambia wacha kubuka chiko tole chai. Yawezekana hapo hapa. Na bikunyare kanano wala. Mahubiri yanaendelea. Okorande kogenderete. Lakini anafikiria kesho watoto wanafungua shule. Alengere tina mambia wala kugrobere school. Jinsi gani atapata pesa ya kununulia mtoto kiatu. Na kinkonyore besa yoko gorero mwali ekoro tu. Yawezekana umekaa hapa saa hii. Na bikunyare kanano ikarasta bono iga. Tunajua unasikiliza neno. Tolige toba tina lingane liko liguore. Kumbe ulichinja kuku nyumbani asubuhi. Ngombe kwa nyengete ngoko mambia. Unafikiria pastor atamaliza saa ngapi mahubiri? Alengere tina pasta zanga biacha kukura korandia. Waende kutafuna ile kuku. Ojikuragira nengo kiri kwa nyenyete. Bwana Yesu asifiwe. Amanene yesaba. Kwa hivyo hii mbegu inaposhuka katika moyo wako. Ekero busure ya gura somo yo ime. Baada shetani anaichukua. Kwanyora bilechonyirire. Na haitakuletea faida. Nebitego koletera obwaide bonde bwos. Bwana Yesu asifiwe. Amanene yesaba kwe. Na mambo mengine ambayo wanafanya wale ambao mbegu yao imeanguka barabarani. Ama manande bakora baliye busure yawe ya gura sebara. Wanaweza kuwa wanakuja hata kwa ibada kwa mazoea. Na bakonyora bagocha ase ekanisa kwa osasima asokweya tu. Anafikiria sasa Jumapili ni ibada. Akakora nyina Jumapili no osasima. Kwa sababu siwezi kwenda kufanya kazi, maybe watu wataniona. Asa nyenchuta atiko kale kasi abantu mbandole. Sitaweza kwenda soko Ikonge. Tiko ende chiro Ikonge. Sababu watu wataniona. Abantu mbandole. Na wataniuliza mbona leo hujaenda kanisani? Ende mbamboli kirero tachire kanisa. Wacha tu niende kanisani. Bwana tikangende kanisa. Wacha tu niende. Tikangende iko. Lakini anakuja kwa mazoea. Lakini agocha tu aso kwena litu. Bwana Yesu asifiwe. Manene saba. Kwa hivyo unapata hata makanisa mengi kwa sasa. Na kyokonyora kanisa chinyinga sebono. Watu wengi wanaenda kwa ibada kwa mazoea. Abantu bakoende kanisa sukwena litu. Si kwa sababu wanaenda kumtafuta Mungu. Talia soko genda kumuliye Nyasaye. Lakini wanaenda kwa mazoea. Bako
hapa. Ocha konyani akore jinsa agase kanisa. Siku ziishe. Jinsa chie. Masaa yaishe yaende kurudi nyumbani. Jinsa chiera endeka. Kwa hivyo mwingine anakuja kanisani. Ili ndo cha se kanisa. Kwa sababu tu ni mazoea. Ase ngicho kwenda libuka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hao wote bado wameanguka njiani. Abosi ne msurelia agule bara. Na tena hao barabara mbegu ambazo zimeanguka barabarani. Msurelia ndio agule bara. Hawana muda hata wa kusoma neno la Mungu. Babu atinga kilio soma tinga nene sana. Hawana hata muda wa kufanya maombi. Babu atinga kichoko saba. Kwa sababu wako na shughuli nyingi. Ekiara babu atebite vingi. Na sina wabana. Biba kwamba Mungu hawampatii nafasi. Bali kwa nyasari baba. Kwa hivyo aseigo unapata neno la Mungu linapokuja katika mioyo ya watu kama hawa. Kwa hiyo analingana nyasari kirali hocha asaba tubunabo. Kabla lifikie ndani ya mioyo vizuri liweze kufanya kazi yake. Itarati kosoa somo yalikore emeremere ni wanileta gukora. Tayari shetani analichukua anaenda nalo. Kwa hiyo ana vile chorero usirioti na nalirosha. Na hawa ndio wale watu saa nyingine na kwa hapo nyora ngakende unawapata kwa mikutano. Wako nyora sema mikutano Ama kwa semina. Au sasa semina. Wakati mahubiri inaendelea ama mafundisho yanaendelea. Ekera marangia endelea kwa mafundisho yanaendelea sana. Bado kwa wakilima. Wanafurahia lile neno. Bado kirali ngana lilia. Wanaweza piga makofi. Neoni chikomi na baba waka. Watu wamesikia ile point imewagusa. Ekera baigule ingana lilia bakunire. Wanaweza piga vigelegele. Na baba wake bako sangilia mchigo. Wakati wamesikia ile point ni nzuri. Ekera baigule ile point nyingi. Lakini ukitoka hapo nje. Lakini keraso kile kwa kanisa ime. Umuulize ulikuwa mnafundishwa nini? Umobori kimwala soma lero. Hawezi kumbuka. Kwenye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hao wote ni wale wamepandwa barabarani. Abumbalia jiragweka senchera. Kwa hivyo anakuwa na msisimko. Akoma nomba goko. Kwa wakati fulani. Asichinga kigete chingi. Na ukipata wakati ambao sio wa crusade ama wa seminar. Wewe kama unataka crusade unataka seminar. Anabaki kuwa yule. Era ndio. Na wakati mwingine wakati wa hizo crusade. Na kerenga kiende kile crusade kale. Huyu mtu anakuwa tofauti sana. Omuntu yua wote repeat. Wewe fikiria ndio yule alikuwa anakuja hapa. Toko mwenye mzee ndio kwa chaige kanisa. Kwa sababu kama ni mhubiri akiwa anahubiri. Na bandi ndio mrandi akorandi. Unapata anaweza kimbia huko mbele aruke kabisa. Na wako yora kama mnyokane kitambaa kabisa. Angilia kabisa. Akosa angilia kabisa. Hapo ni kwa crusade. Hakuna ase crusade. Lakini crusade ikiisha. Lakini kile crusade ya yale kuja kanisani. Ekirago cha kanisa amekaa. Akarasate. Tunaambiwa piga makofi. Wabatengwa katinko. Yaani kama hayupo. Mnatai. Lakini kule kwa crusade vile tulimuona. Lakini karota aliyese crusade style yale kanisa. Tumfananishi na huyu hapa. Takuweka na nori karasta. Kwa sababu gani? Asenge cho yake. Lile neno lilimfurahisha. Lingana lilia magoge. Lakini hakuliweka moyoni. Lakini tabibeke kia somo moyo. Hakulitendea kazi. Tani kwa ile timbelemo. Na kwa sababu alikuwa na mizizi ya kukaa katika moyo wake. Asenge cho litabuwa tembele ndio kwa somo yote. Shetani alilichukua. Bila itakaruhusia kaina. Akabaki bure. Akatika la Bwana hata alikuja hapa kwa ibada siku za Sunday. Na kiyato gara na achana ile Jumapili. Tunamuona yuko kawaida. Na wakora kana lio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huyo bado ni yule aliyekuwa barabarani. Olinolia msurea weteba aseba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa nini inafaa tufanye kama kanisa? Ngitongwelele tutokala mine kanisa. Tunafaa kubadilika. Kawalete toje. Yale mahubiri ambayo unayasikia kwa crusade. Amma randi aliyoko iwase crusade. Mafundisho unayopata pale katika seminar. Amma fundisha aliyoko iwana na seminar. Haya mafundisho ndio yanafaa uyaishi. Aliwana arobanyele tomenyere. Ishi ile neno ambalo umefunzwa. Menyera lingana lilikuwa somigwe. Hata vile jinsi ambavyo umeelekea. Wote una wote bigwe. Ndipo utazaa matunda yake ambayo yatakuwa mazuri. Na aliora kuibora matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wacha tubadilike tulitii neno la Mungu. Tigatoi choreri tuigwereri ngana Nyasaye. Kwa maana hizi mbegu zinapokuja katika maisha yetu. Ekiyegerekero dingana ligocha emusore gocha sobi mweto. Lazima tuzae matunda. Nyagwenelete toibora matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila mbegu unapoipanda. Ekero ogosimeke busuro. Lazima ilete matunda yake. Wenelete matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio mahali fulani Yesu alikuwa anapita. Na kio Yesu aliwetera sigete. Na wanafunzi wake. Na aboro kiwabaye.
wene tukutwara matunda maya. Na ulikuwa umestawi. Ndio bolenge buya. Unapendeza hata ukiangalia kwa macho hivi. Ekero kuligere ndio okogokia saa maso. Yesu akatembea. Yesu agata. Na sababu alikuwa na njaa. Asinge njaa ngene njaa. Alitaka achukue matunda kwa ule mtu apate kula. Agataka atulitunda kuroso motori ili ndaya aletoria. Sasa Yesu akatembea akafikia ule mtu. Ekero igitaso motoria. Akatafuta matunda. Akalia matunda. Akaangalia matunda. Akalia matunda. Akasogeza ile matawi. Akasikia matunda. Akajaribu kutafuta matunda. Akalia matunda. Lakini Yesu hakupata hata tunda. Tanyo aletiri tunda na ole limo. Nini ilifanyika? Ingigia kolegete. Wangapi wanakumbuka hii habari? Mbare kama menye tomo ganuyo. Yes. Hao wasomi wa Biblia wanaelewa. Bali basi wametawa ama nipo kama Yesu aliamuru ule mtini ukatwe mara moja. Yesu akateba motoria buomeri malioka. Maana sasa ni sala. Ekiagara to mwati faitende. Yesu alisema hata ardhi yenyewe mnauharibu. Nyena sore to wene tukoro kero kore telibaga. Sasa basi tujue tigatomanyena kila mbegu inayopandwa, kila epufurego simekwa, kila neno ambalo unalipokea katika moyo wako, asekera lingano kanyora somo yo nakupasa ulete matunda yake. Nebweneretere kama matunda ye. Kwa upande mwingine inamaanisha usipozaa matunda, ase eterende mine tena otaiboretia matunda. majibu uko nayo. Ama jibu nobati. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo yatufaa tuzae matunda. Iko na beto tungeti tonyara kuibura matunda. Kuna mbegu iliyoanguka katika mwamba. Epusuronero ya gweta asegetale. Hawa ni watu ambao wanapokea neno la Mungu kwa furaha. Abana watu bakonyo walingana sasa moko. Lakini hawana mizizi ya kiroho. Lakini babu akimeli yomoika. Wanapenda miujiza. Banke tivi kone. Lakini hawampendi yule anatoa miujiza. Banke tio ya wakole bikone. Mmenipata hapo? Mwabu ataburi. Yaani wanapenda miujiza. Banke tivi kone. Lakini hawampendi yule anatoa miujiza. Lakini banke tio ya wakole bikone. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa kusudi za huku sijawahi ona kama zile za huko kwetu Tanzania. Tikuruzeti chiarega nanya karabuna chirichia seitari Tanzania. Pale Igalia. Ukienda kwa crusade wale wachungaji wakubwa. Okay, ndase crusade yaba basi tabalia manene ba manekanira mano. Kwanza ukienda kwa ule mkutano. Kiro raso mkutano ulia. Yaani unasikia hata mwili wako huko njia nyingine hivi. Na Mungu yule sasa yule ya change. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ukifika pale, kiro unapata kama ni mhubiri sasa anahubiri. Na no morandi okurandia. Na kulikuwa na wagonjwa pale. Na bawele pale ngo. Akiwagusa kitu mara moja. Ekera bakulirenga. Watu wamepona. Abantu bako bwene. Walikuwa viwete wanasimama. Abantu balenge gose waoni wanaona. Abantu tarikora baro. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa wakati hao wahubiri wanafanya zile miujiza. Ekero aba ndia abonya saba tumekire bikone byako lekire. Kabla ya kukimbilia ile miujiza. Dika ogoto kominyokera oge konekeria. Yaani kabla hujaona ile miujiza wanafanya. Utarara lege konekeri bakora. Kwanza ujiulize. Mnewelete buyebo. Hii miujiza inatoka kwa Mungu kweli? Ekinege konege kwa sinya sayo. Maana siku hizi hata kwa TV tunaona tunaona mazinga ombwe. Naonyesha senti niko rotora mabinto vita bibili bwata masetani. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu anaambiwa act hivi. Kwate kwa nyuma mtotea mbona koraiga. Na ukwani ukimwangalia utafikiri alizaliwa namna gani. Nekero kwa marorire kwa rora na maeno mtu na baibole tuboigo. Alafu pastor akienda pale anamwombea yule mtu. Ekero pastor akira alimusabira. Anakuwa sawa sawa. Kwa nyorombele bija. Kumbe ekore. Watu wanamtukuza Mungu. Abantu bama toge Nyasaye. Na hawajui. Ande bamanyeti. Kumbe yule mchungaji alitumia njia ya uongo. Kwa nyorombele pastor yani gatu megetenjira yo kora. Na yule mtu alijifanya si kwamba alikuwa mlemavu. No mtu yani ngekore tatalia ale ngo ekerema. Lakini kwa sababu ya kutokufikiria. Asinge jeo tarengereria. Kwa sababu wao wamekuwa mgonjwa miaka 10 kitandani. Asinge jeo kwa wewe mruwai miaka 10 asingetana. Kwa sababu umesikia Ezekiel amekuja hapa Nyamira. Asinge jokoi mwe Ezekiel utire Nyamira. Hiyo kitanda utaitoroka hiyo siku. Na bali tukio yokurwa asingetande. Ni namna hiyo.
Utakimbilia muujiza wa Pastor Ezekiel. Na boko minyokase Pastor Ezekiel ili ndo nyara kwa wewe. Ili ndako kuno wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini kabla hujakimbilia hiyo miujiza, otara minyokere bikone. Kwanza fikiria hapa, tafakari hiyo muujiza inatokana na Mungu kweli? Dengerana ekikoneke nkurokera asinya sawa maene. Na cha ajabu sana, nige tujogo kumia. Hao watu walioanguka katika mwamba embusure ya gweta sege kale wanakimbilia hiyo miujiza na baba ko minyokera ase ebikone, lakini hawamtaki huyu Mungu ambaye anatoa hiyo miujiza. Lakini baba tageti Yesu yo ya okore ebikone. Kuna miujiza ya ukweli inayotokana na Mungu. Ebikone biro byake ne bikuru asinya sawa. Na kuna miujiza ile ya kishetani. Sasa kama hujakaa vizuri katika neno, mnatora basi lingana na Nyasaye buja. Na kama hujapambanua neno vizuri, nenda tora manalingana buja. Hauwezi jua muujiza wa Mungu ni gani na wa shetani. Toko manyana di oga kone kwa asinya Nyasaye nige kone mepio monte kana tekeriki. Kwa hivyo wacha tu kukimbia kufuata miujiza pale. To basa kwa minyoka kwa minyokia kone. Alafu yule anatoa muujiza utaki. Ndio kuruwe kwa mtu. Lazima kwanza tupende huyu Mungu ambaye anapeana hizo miujiza. Ndio wanaleta tumwache Yesu yo kuruwe kone. Na hiyo miujiza atatupatia. Ndio na mnyara kwa toebi kone. Mungu anaweza kukupatia muujiza wako mahali popote uliko. Ni Nyasaye na wako kolege kone andosia sore. Lakini kabla ya kukupatia ule muujiza, lakini hata kolege kone anakuangalia kwanza umekaa katika laini gani. Ngo kolege ndio na yoberete. Uko sawa sawa katika neno lako. Nore byase lingana na Nyasaye. Neno langu. Ngo ikwiro lingana na Nyasaye. Unafuata maelekezo yangu. Ngo kwatiora morokereria Nyasaye. Basi ukiwa mtiifu, ekeroro muigweri, Mungu ataleta ule muujiza hata ukiwa nyumbani kwako. Nyasaye akorete kone no nandia guo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Kwa hivyo waliopandwa katika mwamba asege msure ya gweta asege tale wako tayari kwenda katika vyama. Mbale angekogenda ase abantu bakomberana. Lakini sio hapa katika ibada. Lakini ndani ya kanisa. Tolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo unapata okonyora hao waliorushwa katika mwamba ababa gweta asege tale ni wepesi kufanya yale mambo ya ulimwengu. Mbara ngeka sana bakore bintu byeze. Lakini sio ya kiroho. Lakini ndani ya kanisa baba. Unapata kama ni wakati wa kukuja kanisani. Na bakonyora n'ekinga kichogo cyase kanisa. Tuseme kama ni Jumatano. Wanyora na Jumatano. Wamama wanafaa kuwa hapa. Abangi na bakore tukoba. Lakini kwa sababu ile chama uliingia. Asenge chiyeke ombekeri kwa soyete. Na wao wanakutana Jumatano. Na baro Jumatano bakomerana. Na tena masani yale saa. Nekisa na njiri saa kisa kibekira. Na kwa sababu kwa chama kuna faini. Nenda singe nchalia sekiombe no akwe faini kerota igeti. Kwa hivyo unaona ni vizuri uende kwa chama. Kwa roho yo enda sekiombe. Lakini usije hapa kwa mafuta. Lakini sio basa gocha igase nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wale walijengwa katika mwamba, ama walipandwa katika mwamba. Abamba libaga chiwe asegetare. Wanajali sana mambo ya kidunia. Bale ngeretia magana Yesu. Hapo tayari kutoa faini pale katika chama. Na bara ngikuruye faini alia sekio. Lakini si kutoa sadaka kanisani. Lakini kalio kuruye sadaka aseka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo lazima tubadilike. Ngomba katonjorere. Tutii neno la Mungu. Toikwere ngara Nyasaye. Tulifuate. Tulibuati. Ndipo Mungu asimame pamoja nasi. Ili Nyasaye algotere namone. Na hao ndio wale watu wepesi sana kulalamika. Abuna bumba liya bakolalamika ofyo. Unapata wakati amepata tatizo tu kidogo. Ekala nyonda kama chana kasini. Labda tu aliomba, labda mtoto alikuwa mgonjwa anaomba Mungu mtoto wake apone. Gosa mwana nale ngomorwire, osabire natuko mwana agwene. Mtoto huyo asipopona, omwana oli atabweneti atalalamika mtaa mzima. Niga agwetege chiche kigimako lalamika. Anamlalamikia Mungu. Lalamikile. Lakini yeye wakimuuliza ulikuwa unahudhuria mikutano sawa sawa? Lakini amoni kwa kila nora aseme kutano. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo lazima tufuate maelekezo yale ambayo tunapewa na viongozi wa Mungu. Tuendelee tutokuatie ama manalia togotegwa na barawetu. Na wakati umepata shida sio ndio wakati wa kulalamika. Ekero kwa ni romo changa tailo lio kulalamika. Ama wakati unaona maombi yako hayajajibiwa sio ndio wakati sasa wa kulalamika. Gosekera masaba atara iwe kata ile lio kwe mungania. Hapo ndio unafaa sasa kuomba zaidi na kumkaribia Mungu. Ndio na leo wanataka sababu mono na
kumuika Nyasaye yange. Kwa sababu Biblia inatuambia kila jambo Mungu analiruhusu katika maisha yetu. Na kama ikawa tatenda kile mingana Nyasaye wanachira somo kwa ito. Liko na sababu. Nibuate sababu. Na kila jambo liko na wakati wake. Nikira mingana nibuate jinga kitia ile. Kana Mungu amekupea hiyo jaribu akikupima imani yako. Na bora mingana Nyasaye kweli litemwelio watemo kwege na kwao. Aone kama utaenda kupiga magoti na kutafuta. Aone gosempo itukamoro sabe. Ama aone kama utajifunga leso uanze kutembea mitaani kulalamika. Gosale gosokwe sibereso osayeweka kerase okukwana magano kwe murungania. Wakati umepata changamoto katika maisha, atakuwa ni mchanda sobogima. Hapo ndio unafaa unaingia sana katika maombi. Hakuna ndio wende tu sabe mama. Hapo ndio unafaa unahudhuria mikutano. Hakuna ndio wende tu ikira nasi mikutano. Sasa unasema leo usiendi kanisa kwa sababu sasa niko na shida. Tai ndio ndio tena tidiko inasi kanisa zingi ndio bado mchana. Unajifungia mlango kwa nyumba. Wewe siekere nyumba. Hapana. Ya. Shetani atakupata hapo hapo. Hakuna wabile tangu kubwatia. Chukua hatua. Ilenge tambo kero. Kuja kabisa. Njua senyo baya manene. Muombe Mungu. Osabe Nyasaye. Na Mungu atakupa wepesi katika hiyo upande. Nyasaye nako buhera seri nganelio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini ukijifungia mlango kwa nyumba yako. Lakini wewe siekera alibuo. Hapo ndio utakutana na shetani. Ataanza kukuletea majaribu. Ataanza kukuletea vishawishi. Vitu biko kwa. Ungejaribu. Wale watema. Ungejaribu kwenda kwa yule. Wale watema kwenda sori. Yeye anachukua miti tu anapea watoto wanapona. Toliko ibuna yako wewe metiji ukaiga barabara wewe. Wale kwenda sori. Hata kama anajitaisha watu 10,000. Nyonyeka kusabajiri buikomi. Ungeenda kwa yule mahali na uko na uhakika atapona. Wale kwenda alisori na na kuongelesha ukiwa kwako. Oyumbile chomo kwana monaye kola alibuo. Lakini wakati umechukua nafasi kuja kanisa. Lakini karoko ilile ni baba wa chira senyo mbayo manene. Na unapomuita Mungu. Ne karoko brangiri Nyasaye. Utakutana na ile tatizo. Nyasaye nao mwanadamu roho chandolio. Yesu asifiwe. Amina. Mbegu ya tatu ni ile iliyoanguka katika miiba. Hebu sura ya tatu ndio ile ya kwenda sama gumbe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbegu iliyoanguka katika miiba Elia kwenda sama kwa haikupata nafasi ya kujiweka sawa sawa. nyorete echereko nyara kwa babia elinde nyara kwa amatunda. Kwa hivyo ilisongwa songwa ikafinywa finywa. Ekabigwa. Kwa hivyo haikuwa vizuri. Tabekija. Na haikuweza kuzaa matunda. Tinyane tikoro kosa ukia matunda. Hawa sasa ni wale watu ambao wamebanwa na shughuli nyingi za ulimwengu. Hapana bantu balia banyalire kumigwa na mangana mange yense. Wanafikiria mali. Bali ngene tijibesa nikaba kutinga. Wako na tamaa, yani hawatosheki hata kile wanapata. Bali wisa nikana banyo babuate tamenene. Wanafanya biashara hata siku ya ibada. Bako kali biashara no yenye Jumapili no yenye tukolio kwa kanisa. Ili mradi tu watimize mahitaji yao ya kila siku. Eli nani aliwekirania ebintu byagwenda tawakora kila lituko. Wanaweka pesa mbele kuliko Mungu. Bali ngati chimesa mutwe kwa Nyasaye. Wanaweka biashara zaidi kuliko hata ibada. Bali ngati chile biashara bya mutwe kwa Bwana ngoja kwa nafasi momo nene. Na simu nazo mitandaoni mpaka hata katika ibada. Na wakonya wanaona tisibi no bali ase kanisa ine bali mitandao hiyo. Na watu hao wanapenda kutafuta umaarufu zaidi. Abantu abo batakitema manyekane muno. Wanatafuta umaarufu na sio utakatifu. Bako bali batakitema manyekane lakini bali ko likiwa chenu. Wale wanatumia Facebook kuna followers. Bali bako tumeka Facebook kama teke ndio kwa followers bali bako kwa bwa kikuruma. Wanatafuta umaarufu. Bako likia bamanyekane wetera seme tandaye. Wakisha tambulikana katika ile mitandao. Ekero bamanyekanire aseme tandaye. Wanapata pesa fulani. Bali anakipesa kitu. Kwa hivyo mtu anafanya bidii sana kupata followers wengi. Omo kemono elindani anakanyora abantu bakubwata. Anaweka vitu kwa mtandao ambao vina entertain watu ili kwamba wavutike sana kumfuatilia. Umeke bito biko kwa abantu elinde manyare kumubwati bali kuligere linankyao bekane. Kwa hivyo watu wengi wanatafuta umaarufu abantu bali yuko manyikana kuliko kutafuta utakatifu. Dika bako ligenya saa ino bachano. Na wanapenda baraka. Bataketama sisenia. Lakini pia wamtaki yule anapeana baraka. Babu taketi ulioporwa kwa sisenia huko. Hiki ndio chanzo cha Mkristo kufa kiroho. Ekenekyo egeko kora omukristani alego kwa kemuika. Ukifika mahali ekero ikira sigete. Ukipata watu wameanza kukusifia sana. Wani harama
abantu basoira gotogi mo. Lazima ujiulize maswali. Bakabwebuli sana. Nini kiko ndani yako ambacho kinafanya wale watu wanakusikia? Kegere imeyao gekogera abantu basoira gotogi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wengine wanakupea sifa hata yawezekana haziko. Nabe kunyarikana abantu bagotogi nonya ngwabone netotogi. Kwa hiyo ukiona mahali unasifiwa zaidi na zaidi, Wesa konyora gwasoira gotogi gwa mono ujitafakari. Lengereria. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ujitafakari. Lengereria. Ndio sifa ni nzuri. Gotogi mbia. Lakini sifa zizidi. Lakini gotogi gwa mo. Lakini ukipata sifa zinazidi. Lakini nyora gotogi gwa mpaka yetani. Jua kuna tatizo mahali. Manyana kolomo chano nora segeta. Hapo jiwekee question mark. Beka dibo. Weka alama ya kuuliza. Ebori mabebori. Ujue hapo kuna tatizo. Omanya no mchana. Maana ukiona kusifiwa kumekuwa kwingi, Anyo wareno watoke kwa mero. ujue hapo hakuna utakatifu. Omanya no mchana ngoli hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo lazima utafakari sana. Lazima ulengerege mono. Ili usiweze kufa kiroho. Eli ndo nyara kwa kimwika. Maana hizi sifa Akiagera watoke guoko. hizo zinafanya mtu anaanguka. Takiye koge umontogwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Angalia huyu shetani alifanya nini? Lucifer. Ligere ya Lucifer akorete. Lucifer alikuwa mwimbaji mkuu kule mbinguni. Nigare ngoma tegi ya talego. Mungu alikuwa amemuumba kwa staili tofauti sana. Nyasa mutonge ta sentira ya bene. Amemwekea vitu za kucheza muziki kwa mwili wake. Amubekerete bintu byo gotenga na gotieso muziki ase omuberoye. Kama ni keyboard ilikuwepo. Una ni keyboard kiareko. Kama ni gita ilikuwepo. Na ni bintu byo sia pole ro byale. Na vifaa vingine zilikuwepo. No byale gasare. Sasa yeye kazi yake ilikuwa ni kumsifu na kumwimbia Mungu. Ni goya ngino komotogia na komoterera Nyasaye. Lakini ilifika wakati Inaitenga ki huyu shetani aliona wivu. Bile chaka akabane nendabwa. Akaona yani mbona nimwimbie huyu ni nani? Akara oyo ni ngongotera. Mbona nimsujudie huyu ni nani? Nkikera gere mutuka biro yo ni. Mbona hizi vitu zote ni mimi ndio ninaimba? Nkigeko gara nije ngotera. Ni mimi ninapiga hizi vifaa. Bote nije ngotera Kwa ngona nini mimi bibi. nisijiabudu? Nkikera nginjete tere. Kwa nini mimi nisijiinue? Nkinjete imukiririgo. Hapo ndipo shetani alianguka. Abu no bile chagu Na ile. Mungu akamtupa duniani. Nyasaka mo tukuta Kwa gotese. sababu alipenda sifa sana. Asenge jata gete abigo. Akasahau hata yule aliyemuumba kuwa ni mkuu kuliko yeye. Akiba no ulio mutonge tena no manene. Kwa hivyo ukiona sifa zimekuwa nyingi sana kwako, wako nyoro watoki kwa butira muonaso. Ebuli iguli. Na ukae utafakari. Ndio lengere limono. Tafuta mapenzi ya Mungu. Igia ogwanja kwa Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namba 4 ni mbegu ambayo ilianguka katika udongo mzuri. Namba ya 4 ne mbusureri yagweta sirira bariya. Hii ni mbegu ambayo ilianguka katika moyo mzuri. Ne mbusuro yagweta so moyo muya. Kama ni wale watu wanaolisikia neno la Mungu. Abantu abantu bali bakwibali ngara Nyasaye. Wanalielewa. Baligwa. Wanalitii. Baligwera. Na wanaliishi. Bali menyera linganeri. Na wakishaliishi hilo neno. Ekora menyera linganeri. Unapata wanazaa matunda. Wanyora na ingo bakwibira matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda niulize kanisa. Tigambolie kanisa lake. Tangu miaka yote ile umeokoka. Kama tukali osipie miaka ile Kama ni mwaka mmoja, na ni miaka kama ni miaka mitatu, na ni miaka 3, kama ni mwezi mmoja, na ni mkenyo ayo, miaka 20, na ni miaka 20. Umezaa matunda mangapi ya kiroho? Ama tunda arenga kwa ibwire akemuika. Tangu wewe umemjua Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa manyete Yesu na no mutule wo bokima bwao. Ni matunda mangapi umemletea huyu Yesu? Na matunda arenga kwa maletere Yesu huyo. Kwa sababu itafika wakati Yesu atakuuliza. Nochobole ngwira na Yesu. Yesu atataka kula matunda yako. Yesu anataka kulia matunda. Atatafuta. Atbikie. Atatafuta matunda kutoka kwako. Alikia matunda kwa waso. Sasa sijui kama hayo matunda yapo ama hayapo. Zimanye tu za matunda inaro zatayo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hao ndio wale watu ambao wanalisikiza hili neno la Mungu. Ama na watu bali bakwibali ngana na Nyasaye. Wanalipokea. Bali bota. Wanalielewa. Bali wanaliishi. Bali mimi. Na wanaliweka katika matendo. Bali beka sama kwa. Wanaliweka katika matendo. Ekora bali bikira sama kwa. Sasa linazaa matunda. Yamanya koleta matunda. Kupitia matendo yako mema. Agwetera sama kora ama. Watu wengine wataokoka kupitia. Ama ntomba tori kwetera. Kupitia maneno yako mazuri. Wetera sama ngana ama ya. Wataokoka
ama ngoma tori kuwetera sore. Lakini je, Lakini uko nayo matunda ambayo yamezaliwa kwako? Uweta matunda aiwewa sore. Kila mtu ako na majibu yake. Kila mtu ana materi diki. Na tabia za hao watu ambao mbegu hii ilianguka katika udongo mzuri ama katika moyo mzuri. Epa y'abantaba ebusuro yagwete asamara bamaya usasoma oyomya. Wanaishi maisha ya maombi kila wakati. Nigo bamenyereta amasabo kirengaki. Kila wakati ni maombi. Kirengaki no kusaba. Na wako na msimamo hata wakati wa majaribu. Ndio watu msimamo neba na matema. Hata wakati wa matatizo wako na msimamo. No yene kirwa gwitere mechando watu msimamo. Wanamwambia Yesu sikuachi. Batebe Yesu tingo wotinga. Kama yanipasa kufa mimi nitakufa kwa sababu yako. Unakendo kuatinga kuigura sore. Kwa sababu wanajua kile kitu ambacho wamekiamini. Mama nyeteki bege nete. Na wanamjua huyu Yesu sawa sawa. Mama manyete Yesu yo. Buja. Na kiyako kana Daniel. Daniel alikubali kurushwa katika ile shimo la simba. Akaanza arutwe asengoro yeti simba. Na wale simba walikuwa na njaa sana. Kisi ndio kidia nigo tiarengene njarenda ne. Lakini sababu Daniel alimwamini Mungu. Asengicho Daniel yamwegera Nyasaye. Na alimjua huyu Mungu ni nani. Nenda manyete na Nyasaye huyu ni. Alikubali kurushwa pale. Akaanza arutworo. Na alijua kwamba Mungu atamuokoa tu. Na manyete na Nyasaye na motokia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo unapomwamini Mungu, ekero kwa mwegera Nyasaye. unaposhika neno lake, Ekero kwa kwatire lingana lyaye. unapoliweka katika matendo, Ekero kwa libekira sama koro. hata yakuje majaribu ambayo ni makubwa kuliko kawaida, Amatemwa na chama nene wetania. bado Mungu atakupitisha. Nyasaye wetioro. Na saa nyingine huwezi jua vile ambavyo umepita lile Ndio jaribu. kunyara kumanyana kiweta soma temwa. Wakati mwingine ukikaa na kujiuliza, Nekero wikaransa bwebulie. utapoka za unakumbuka maana ilishapita. Ekunya kwenyora singintu lyaetire. Hivi lile tatizo liliisha kweli? Ego sema jana lino hera kini. Niko salama. Abona yara gini. Sina shida. Timbu atu jana. Kwani lile tatizo liliisha lini? Na kimo jana. Yaani hata wewe mwenyewe hukumbuki. No naye weka manyere tunyure. Kwa sababu Mungu alikupitisha pale. Asingintu Nyasaye Kwa sababu wetioro. ulimtumainia yeye. Asingintu kwa mwege. Kwa sababu ulitunza imani yako. Asingintu kwa Na bega kwa kwa sababu bega na kwa. ulisimama na kushikilia neno lake. Nendo kwa batiri ngana lyaye. Mungu alikushindia. Nyasaye akakubwira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tabia za hao watu waliopandwa katika moyo mzuri, Abali ba simege twasoma oyo muya. wako na tabia ya maombi. Bakusaba bale. Na tena wako na msimamo hata wakati wa majaribu. Niko bakutenene na bana matemwa kocha hawa. Na tena hawa ni watu ambao wanazaa matunda. Nende baibura matunda. Hawa ni watu ambao wanabadilisha hata jamii zao. Abana bantu babonchura nonyene kayabo. Ni watu ambao waaminifu hata kwa Mungu. Na bantu abege nwasi Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na matunda yao yanaonekana wazi. Amatunda aboni gakorrekana kaliko biseka. Na matunda yao yanatufatana na matendo yao. Na matunda aboni gakorrekana wetera sama korabo. Unaona mtu anapenda kuja kanisa. Abako nyomo tago jase kanisa njete. Huyo tayari ni mtu yule ambaye amepandwa katika moyo mzuri. No montoria wagachi wasoma oyo muya. Mtu ambaye hapa na upendo. Omuntu bwanto bwachani. Anapenda na wengine pia waendelee. Ancheta abande bagendere. Sio akiona mwingine amefika juu sasa amekuwa na maisha mazuri analalamika. Nekitali olio koligere lyo nyoro yo mwabo sukiri igoro. Babugato bugimo buya aswakwe mungani. Anakuwa na wivu. Oyi gumobe. Mbona yeye amebarikiwa? Kikiagero olio sitaligo. Tali kikiagero tali. Mbona mimi naenda kanisani? Nkinje ko chere kanisa. Mbona huyu Mungu atanibariki? Nkinje nyasata na sasa ni. Ya. Vizuri katika neno la Mungu. Ya kabe biyase ni ngana Nyasaye. Na yeye apate kukubariki kwa wakati wake. Sababu sasa nyasinga kichiaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo matunda yao huonekana katika upendo. Amatunda aboni gakorrekana so bwacha. Anapenda bila ubaguzi. Taliko awacha ataliko atabwati. Ebile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hao watu ni wale ambao wanashinda majaribu. Abantama na mbako bwa matemo. Jaribu aliwezi kumjia kidogo akaacha kuja kanisani. Litemo ndigo cha sana lisini nyatego che kanisa. Wanakuja kanisani hata wakiwa na mzigo. Na babo che kanisa na nyama bwato musigo baimugeti. Ni ukweli labda nyumbani kwake haishi vizuri. Na bekunya alikana nyumba mwatamenya tibija. Lakini hawezi kuja kanisani. Lakini tago tikatache kanisa. Lazima afike kanisani. Baka ikasa. Lazima ongee na Mungu wake. Baka kuwa na Nyasaye.
Kwa hivyo huwezi kuacha kuja kanisani kwa sababu ya tatizo fulani. No tutako tukaboche kanisa senge jomo chano gete. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo yatufaa tubadilike kanisa la Shetani. Kone wene to change kanisa ya gete. Tuwe na imani ambayo iko na matendo. Tobe no kwege na kone no. Tunaposikia neno la Mungu tuliweke katika matendo. To ibure lingana na Nyasaye tulibeka soko kora. Tunapoweka katika matendo, to alibekira soko kora. Ndipo tunaweza kuzaa matunda ambayo Yesu anayafurahia. Na alitora nyali kuibura amatunda Yesu akogokera. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inatuambia imani bila matendo imekufa. Kwa batebana abakora gutabwata kwigana gutabwata gukora ukwetu. Kwa hivyo ni ombi langu siku ya leo. Ikono kusaba kwa ndani tukolia leo. Kwamba Mungu atusaidie. Nyasaa tokonye. Ile mbegu ambayo imepandwa katika mioyo yetu. Hebu surelia ya kusoiwe asiti nkoro chetu. Uweze kumzalia Mungu matunda yanayostahili. Toibolele Nyasaye amatunda awenerate. Isifike wakati tukafananishwa na ule mtini. Teba sakuika ni gumo tu. Yesu akuje kutafuta matunda. Yesu atakuja matunda. Atafute matunda. Aligia matunda. Aseme huu mti tangu nimeukuza ni miaka 20. Atewe na motoyo korunani. Matunda yake yako wapi? Matunda haina njia. Atafute matunda. Aligia matunda. Atafute matunda. Aligia matunda. Halafu akose. Lakini hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Itakuwa ni hasara mbele za Mungu. Ngirabe hasara kwa sababu Mungu anataka tumzalie matunda. Nyasaye ni nataka tutumwibule na matunda. Na matunda ni roho za wenzetu ambao zinaangamia. Amatunda nechi nkorochi abantu bande bali bagusira sikali. Wakumbuke wale wenzetu ambao hawana dini.